Sehemu ya kwanza, Magos amkabili Olga. Tunaanzia katika mtaa wa Chente uliojaa shughuli. Ndani ya jikoni ya Magos yenye joto na ukarimu, Magos mwenye busara na msimamo anamkabili Olga ambaye anakunywa kahawa kwa maringo. Magos akiwa amechoshwa na hila za Olga za kumfuatilia Vicente Chente Ramirez, anamwambia kwa ukali, Natalia ndiye mwanamke wa Chente. Olga, acha michezo yako, la sivyo utajuta. Olga, kwa hasira, anajibu kuwa Chente anahitaji mtu kama yeye, si msichana tajiri aliyeanguka kama Natalia Robles. Magos anabaki imara, sauti yake ikiwa na uzito wa mama wa jamii. Olga anatoka kwa hasira, wivu ukimwaka, na kuapa moyoni kuvuruga nafasi ya Natalia kwa Chente. Sehemu ya pili, asubuhi nyumbani kwa Chente. Katika sebule ya kawaida ya Chente, asubuhi inaendelea kwa shughuli za kila siku. Chente anamsaidia mwanawe Benjamin kujiandaa, akimhimiza kwa upole aanze kuzungumza licha ya mshtuko alioathirika nao. Natalia, ambaye sasa anaishi nao, anaingia na tray ya kifungua kinywa, akitabasamu kwa upendo kwa Benjamin, ambaye anaitikia kwa kutikisa kichwa kwa haya. Tukio linaonyesha uhusiano unaokuwa kati ya Natalia na mvulana huyo. Chente anagundua akilegeza moyo, lakini bado yuko na wasiwasi juu ya hisia zake kwa Natalia. Magos anatazama kutoka mlangoni, akiwa na matumaini kuhusu uhusiano wao, lakini Olga, aliye karibu, anatizama kwa wivu, akipanga hatua yake inayofuata. Sehemu ya tatu, mstari wa mgogoro wa kihisia kati ya Omar na Andrea. Katika bustani tulivu ya mtaa, Omar na Andrea, binti mkaidi wa Natalia, wanakutana kwa mazungumzo yenye mvutano. Andrea, akiwa na hisia nyingi, anaashiria kutaka uhusiano wa kudumu zaidi, labda akiweka wazi kuhusu maisha yao ya baadaye. Omar, mwenye wasiwasi, anakiri kuwa hajajiandaa kuwa baba, akisema, nakupenda, Andrea, lakini siwezi kubeba jukumu hilo kwa sasa. Andrea, akiwa na maumivu na hasira, anamshutumu kwa kumdanganya. Akiwa na machozi, anaondoka kwa hasira, akimwacha Omar akiwa na majuto, lakini pia uamuzi. Tukio hili linaonyesha changamoto za mapenzi ya ujana, zikifanana na zile za kizazi cha watu wazima. Sehemu ya nne, msali wa Natalia anahangaika na Regina na Fernanda. Nyumbani, Natalia anakaa na binti zake, Regina na Fernanda, katika chumba chao kidogo. Regina, akiwa na hasira kutokana na maisha yao mapya ya unyenyekevu, analalamika kwamba anaukosa maisha yao ya zamani, akimlaumu kwa chini Natalia kwa usaliti wa Adrian. Fernanda, mwenye huruma zaidi, anamwambia Regina kuwa mvumilivu. Natalia, akificha maumivu yake, anawahakikishia, tutajenga maisha mapya pamoja, wapendwa wangu. Tukio hili linaonyesha uimara wa Natalia kama mama, ingawa mzigo wake wa kihisia unaonekana wazi, na kuonesha kuwa anahitaji msaada wa Chente. Sehemu ya tano, Chente amwalika Natalia kula chakula cha usiku. Katika gereji ya Chente, anafanya kazi kwenye gari, akili yake ikiwa kwa Natalia. Anamkaribia Natalia anapokuwa anapeleka nyaraka kuhusu ulaghai wa Adrian, ambao wanauchunguza pamoja. Akiwa na hofu lakini wa kweli, Chente anamwalika Natalia kwenye chakula cha usiku katika mgahawa wa karibu, akisema, tumepitia mengi, tuchukue muda tupumue. Natalia, akishangaa lakini akiwa na furaha, anakubali, tabasamu lake likionyesha tumaini jipya. Olga, anayesikiliza kwa siri nyuma ya tairi, anakaza ngumi, wivu wake ukigeuka kuwa uamuzi wa kuchukua hatua kali.